Nawakaribisha tena kwenye kipindi kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni. Na kipindi kilichopita nilikuwa ninatoa utangulizi kuhusu nikasema tunaenda kujifunza hali tabia za watoto. Kwa tumeona mifano miwili kati ya Tito na Timotheo. Sasa tunaenda kuzisema hizo hali tabia. Hali tabia ya kwanza, kama nilivyokuwa nimesema mwanzo, ziko 4. Nilisema phlegmatic, melancholic, sanguine na choleric. Kwa hiyo sasa tutaanza na hali tabia ya kwanza ya phlegmatic. Phlegmatic ni watoto wa aina gani? Kwa nini tunajifunza hizi tabia? Tunajifunza tabia kwa sababu tumesema tunataka tufanye nini? Tuwajue watoto, na kwa sababu kuna kusudi la Mungu ambalo liko ndani ya watoto kupitia hizi hali tabia, ili waweze kutimiza kusudi la Mungu ambalo liko ndani yao. Na ndio maana tunajifunza hizi hali tabia ili tuweze kuwajua watoto wetu. Haya, sasa tunaweza kuona tabia ya kwanza, tabia hizi ambazo ziko kwa watoto wa phlegmatic, au kwa namna nyingine ni kama watoto wanaoonekana ni wapole, watulivu, au kama wamezubaa hivi. Wakati mwingine watu wanaweza wakasema hivi jamii, au hawaongei. Kwa hiyo tunaweza kuwaona watoto wa aina ya phlegmatic. Phlegmatic, tabia yao tunaona kwamba ni watoto anaweza kuwa ni mtoto mtulivu, mpole na mkimya. Mtulivu, mpole na mkimya. Hizo ni kati ya sifa zao ambazo zinaonekanaga moja kwa moja. Upole, utulivu na ukimya. Haongei phlegmatic. Iko kimya. Haongei kabisa, hasa akiwa kwenye maeneo ya makundi ya watu wengi. Yeye hawezi kuistahimili kukaa kwenye makundi ya watu wengi na kuongea. Kwa unaweza ukawa na mtoto wa aina hii nyumbani, ukisha kuona kwamba anapenda utulivu, ni mpole, alafu ni mkimya, ujue kwamba ni kati ya aina ya watoto ambao ni phlegmatic. Lakini pia anapenda amani. Sifa kubwa ya hao watoto phlegmatic ni wapenda amani. Yaani hiyo ni sifa, yaani tutazitaja sifa nyingi, lakini hizi ya kwanza na ya pili ambayo nahitaji tena pia sasa hivi kwamba ni watu wanaopenda amani. Hawa ni watoto wapatanishi. Hawapendi vurugu, hawapendi ugomvi. Yaani wakiona eneo lina ugomvi, hakuna amani, yaani wanakosa raha kabisa na wanakosa ujasiri. Na pia wanapenda kupatanisha kwa sababu wanapenda amani. Kwa wakijua kwamba hapa kuna sehemu kuna ugomvi, au kama kuna shida inataka kutokea, unajua kabisa kwamba anaanza kuleta mazingira ambayo ya kuwapatanisha. Wakati mwingine anaweza akajitoa hata yeye sadaka kuhakikisha lile eneo lina amani. Anaweza labda una watoto 3 hapo nyumbani, au wawili wameanza kupishana, yeye akiwepo yuko tayari kuingilia ule ugomvi, kuona kwamba yeye ndio sababu kubwa, ili tu kuna amani. Au kama wanagombaniana kitu watoto, yeye ana hicho kitu kimoja, yuko tayari kumpa yule anayokitaka, ili yeye akose kabisa, kwa sababu yeye swala la amani ya moyoni ni muhimu sana kwake. Pia anaepuka migogoro. Hao watoto hawapendi migogoro, hawapendi makwaruzano. Wakati mwingine ukiona wewe mtoto unakuta akisikia kelele au watu wanagombana, wanatukanana, yeye anaweza akaondoka ile eneo, akajisikia vibaya, wakati mwingine anaweza akaanza kulia kabisa akisikia kuna ugomvi, watu wanapigana, wanatukanana. Au hata kama ni wazazi nyumbani, wakianza kuonesha dalili ya kugombana na kupigana au kupishana, huyu mtoto wa aina hii huwa anaepuka hii migogoro, yuko tayari kuondoka hayo mazingira. Au kama ana rafiki wa namna hiyo, yuko tayari asiwe rafiki yake, atamkwepa na hawezi kucheza naye, atatafuta mtu ambaye anacheza naye kwa amani. Lakini pia hutumia muda kufanya maamuzi. Hao watoto wa aina phlegmatic wanatumia muda mrefu kufanya maamuzi, kwa sababu wanapenda kufanya maamuzi sahihi na wana utulivu. Kwa yeye maamuzi yake haendi kwa haraka, kwa sababu hapendi kukosea, hapendi amkosee mtu mwingine. Kwa kabla hajafanya kitu chochote lazima tafakari kwa muda mrefu, alafu ndo hakikisha amefanya maamuzi. Kwa wakati mwingine unaweza kumtafsiri kama ni mtoto ambaye ana
fikiri taratibu. Huyu unaweza kusema huyu yuko taratibu katika kufanya maamuzi, huyu haendi haraka. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu anapenda kufikiria kwanza na kuhakikisha ili haya maamuzi anayoyafanya ni sahihi, ili asiweze kumuumiza mtu mwingine. Lakini pia hupenda utaratibu na mazingira tulivu. Au watoto wanapenda vitu vilivyopangiliwa, utaratibu, muongozo. Hata mwelekeze kwa utaratibu. Anapenda utulivu, anapenda mazingira yaliyotulia, hapendi kelele. Akienda eneo ambalo kuna kelele, kuna ugomvi, kama nilivyosema mwanzo, huyu mtoto hawezi. Anaweza akakaa muda mfupi tu, utashangaa labda umempeleka kwa ndugu, atapiga simu, naomba nirudi nyumbani, nataka kurudi nyumbani. Kwa mara nyingi watoto kama watu wengi wanawatafsiriki kama watoto wa nyumbani, watoto wa mama. Kumbe hawajui, wanasema ni watoto wa mama kwa sababu ya kupenda kutulia nyumbani, kukaa nyumbani. Hivyo wanapenda mazingira ya utulivu. Au hata kama ikitokea mazingira ya nyumbani hayana utulivu, anaenda kutafuta sehemu ambayo kuna utulivu kwa sababu hapendi kelele. Au anaweza akajifungia tu ndani. Akajifungia tu ndani, akawa anakaa tu ndani kwa sababu anapenda utulivu. Akishahisi kwamba mazingira ya nje yanamfanya kuna vurugu sana. Lakini pia hao watoto wana huruma na uvumilivu. Tunajifunza hapa, tunaona kwamba watoto wana sifa kwamba utamjuaje huyu mtoto? Utamjua kwa sababu ya anakuwa ana huruma na uvumilivu. Na ukiangalia ninavyoendelea kuzitaja hizi aina za au hizi haiba, hii mfano hii phlegmatic, utaanza kumuunganisha na Timotheo. Timotheo alikuwa kwenye hili kundi, alikuwa ni mtu wa ndani, lakini hasa kwenye hii phlegmatic. Kwa kila anachosoma hapo unaweza kugundua kwamba ni Timotheo alikuwa kwenye hilo kundi. Alikuwa na huruma na uvumilivu. Huchoka kirahisi kwenye makundi makubwa. Hao watoto wakiwa kwenye makundi ya watu wengi wanachoka, hawawezi kustahimili ile kashikashi za watu, vurugu, kukimbizana, hawawezi. Hao watoto wa aina hii wanapenda kukaa na watu wachache, wana marafiki wachache, wanapenda kutulia wenyewe na kutafakari na kucheza wenyewe. Kwa hawa ni watoto wa aina phlegmatic. Lakini pia ana marafiki wachache lakini wa kudumu. Phlegmatic wanakuwa wana marafiki wachache lakini wa kudumu. Ni watu ambao wanaweza kujenga mahusiano, wanaweza kuishi na watu vizuri. Phlegmatic akipata mtu sahihi ambaye anahisi kwamba yuko salama kwake, atalinda ile mahusiano yake, atalinda urafiki. Mfano, ukifuatilia hata kama una mtoto wako, muangalie rafiki aliyenaye. Kama yana tabia kama hizi, akishajua kwamba huyu rafiki anamkubali na anampenda na anamuelewa, anaweza kukaa naye muda mrefu. Unaweza ukakuta urafiki kama wameanza yuko primary mpaka wakafika chuo kikuu, mpaka wakawa watu wazima, anaweza kaa bado yuko rafiki yake. Kwa sababu ya nini? Ya wao wanapenda marafiki ambao wanaweza kuwaelewa haiba yao ilivyo na kuwachukulia na watu wale wenye upendo. Kwa phlegmatic akipata mtu mwenye upendo, anaweza kukaa naye muda mrefu na kutunza urafiki pamoja, kwa sababu yeye ni mtu anayependa amani, ni mpole, mtulivu. Tunaona hapo lakini pia anaepuka migogoro. Kwa hiyo ni rahisi kutunza mahusiano naye. Akiishi kwamba huyu mtu amepishana naye, unakuta yeye ni rahisi kuomba msamaha, na yeye ni rahisi kujiona kwamba mimi labda ndo nimefanya vibaya. Au wakati mwingine katika kundi yuko rahisi kuona kwamba nisiye ni karibu atmosphere ya ili eneo kwa sababu ya jambo fulani halijakaa sawa. Yuko tayari kuonekana kwamba yeye ni mtu mbaya, lakini anachotaka yeye ni kutunza amani. Kwa hiyo ndio maana wanajitahidi kuwa na marafiki wachache ambao lakini wanaodumu, wanakaa nao muda mrefu. Lakini pia si rahisi kukasirika. Hao watoto aina phlegmatic sio rahisi kukasirika. Sio wepesi kuchukia. Wakati mwingine kwa sababu ya ule ukimya unaweza ukahisi labda amenuna au amekasirika. Sio kweli. Wao wanatafakari kwa sababu wanapenda amani, wanawaza kwamba mimi ndo nimemsababisha fulani amekosea. Wanatamani kuwaona wenzao wakiwa wana furaha, wakiwa na amani, wana utulivu. Kwa hiyo yeye hata akikosea, ukimkosoa, ukimwadhibu, yeye haweki kitu moyoni. Phlegmatic hawana tabia kuweka vitu moyoni.
au wakimya lakini hawaweki vitu moyoni, tofauti na kundi jingine ambalo nitakuja kulifundisha baadaye, ambao wote ni watu wa ndani. Lakini tofauti ya hii phlegmatic inataka ni kati ya watoto ambao wanataka kufanana na kundi la sanguine ambalo nitakuja kufundisha baadaye. Wanataka kufanana, lakini hawa ni sanguine wa ndani, hawa sanguine wa nje, lakini hawa phlegmatic hawa ni wanataka kufanana na sanguine ambao ni hao wanaitwa sanguine wa ndani. Kwa hiyo unakuta si wepesi kukasirika na kuchukia na kuweka vitu moyoni, kwa sababu wanapenda amani, wako tayari kulinda amani yao, hawawezi kuweka vitu moyoni. Ni rahisi kuwasamehe watu na kuwachukulia katika hali yoyote, lakini hufanya mambo kwa kasi ndogo. Wao hawafanyi vitu kwa haraka haraka kwa sababu ya ile taratibu na ule upole wao na ule umakini wao. Hawapendi kufanya vitu kwa haraka, yani kwa kasi. Wanaenda kwa taratibu, kwa kasi ndogo, wanajifunza taratibu, na wakishajifunza hawa watu wa aina ya phlegmatic, hicho kitu huwa hawakiachi, wanakishikilia mpaka mwisho. Tunamwona pia Timotheo alijifunza taratibu kwa kupitia Paulo alimjua, akaanza kumfundisha na kumpa ujasiri, kumtia moyo. Kama unaona kabisa pale, tunaona kwamba Timotheo mwisho wa siku alikuja kuwa mtu mzuri kwenye eneo fulani, mpaka akawa baadaye ni mtu ambaye anaonekana aliyefia imani kama nani? Kama kina Paulo. Kwa wao wanajifunza kwa kasi ndogo, ila wakishajifunza wanavishika na vinakaa, haviwezi kutoka kwenye maisha yao. Lakini watu ni watu wa hisia za ndani. Wao ni watu wa ndani, wa hisia za ndani. Lakini nimesema pale ni sanguine wa nje, hao wana hisia za ndani. Hisia zao wao hawazionyeshi kwa nje. Hawezi kukuonyesha hisia zake kwa nje. Mfano, hata kama ana furaha, anacheka, ni mara chache sana anaweza kukuonyesha, hasa akiwa kwenye makundi ya watu. Hawa watu hawawezi kucheza mbele za watu, hawawezi kucheka ovyo mbele za watu. Wao hawawezi, wakati mwingine hawawezi hata kuonesha uwezo wao walionao wakiwa mbele za watu, hasa wakihisi kwamba hawaaminiki au hakuna mtu ambaye anaweza kuthamini kitu chake, mpaka pale atakapopata mtu ambaye anaweza kumtia moyo na kumpenda, kama tunavyoona Paulo alivyofanya kwa Timotheo. Ndio uwezo wake uliweza kukua na akamtia moyo na akawa mtu mzuri sana. Kwa pia phlegmatic wana hiyo tabia kwamba ni watu ambao ni watu wa hisia za ndani, hazionekani kwa nje. Akiwa anapenda, yeye hapendi mtu kwa kumonyesha. Kwa hata kama anacheza nyumbani, ana wadogo zake, yeye atawajali wadogo zake akiwa nyumbani, atawajali wazazi wake kimya bila kuonyesha kwamba anampenda mzazi wake kwa maneno. Hawezi kueleza kwa maneno, ila tabia yake itaonyesha kwamba huyu mtoto anaweza kunisikiliza na ananitii, kwa sababu kwanza atapenda akuone mzazi una furaha, una amani. Kwa yeye ataonyesha matendo zaidi kuliko kuongea. Kulingana na watoto wengine, anaweza kaongea kwa matendo, akakuchangamkia, akakukumbatia, ukasema mbona huyu ana uchangamfu, ananikumbatia, lakini huyu hafanyi hivyo. Yeye moyoni mwake anaweza kawa anakupenda zaidi kuliko hata huyu anayeonyesha kwa nje. Kwa hiyo ni tabia ya watoto wa phlegmatic, ambao Mungu atupe neema kuwafahamu na namna walivyo, kwa sababu wao hisia zao ni za ndani. Kwa mzazi usipojua, unaweza kumtreat kama mtoto mwenye hisia za nje. Lakini pia tuende tukaone jinsi ya kuwalea watoto phlegmatic, namna ya kuwalea watoto phlegmatic. Tumpe muda wa kufanya mambo taratibu kulingana na haiba yake. Usimkimbize. Ukimkimbiza phlegmatic umemharibu. Unamfanya aanze kukimbia wakati yeye sio mtu wa kukimbia. Hawezi kufanya vizuri, utampa pressure isiyo ya lazima, hawezi kufanya kwa ustadi. Mwisho wa siku atakukimbia, ataogopa. Kwa sababu unamlazimisha kufanya vitu kwa kasi. Lakini yeye anatakiwa umpe muda kufanya mambo kwa utaratibu, lakini ukimtia moyo mpaka pale atakapo develop na kufanya vizuri zaidi. Lakini pia msukume kwa upole kujaribu mambo mapya. Mtie moyo kama kuna vitu ambavyo labda mfano kutoka nje, kusafiri. Hao phlegmatic sio watu wanaopenda kusafiri. Kuchangamana na wenzao,
Mtoe nje. Mtoto kama unakuta anapenda kucheza mwenyewe nyumbani, anza kumpa outing, mpeleke kwenye makundi ya mfano kama ni kanisani, akajifunze labda kanisani kwaya, zile shughuli ndogo ndogo za kanisani zinazohusisha aweze kusimama mbele, ili pia kumjengea ujasiri, kwa sababu watoto ambao hawanakosa ujasiri na ni woga. Kwa hiyo ni vizuri kumsaidia, kumfundisha aanze kujifunza mambo mapya, lakini kwa upendo. Usimlazimishe, mfundishe kwa upendo. Ukimfundisha kwa upendo, Phlegmatic atakusikiliza na atakushangaza, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda utii na anapenda kujifunza akiwa na furaha na amani. Kwa hiyo ukiwa na mtoto wa design hii, hebu mfundishe kwa upole na mfundishe ajaribu mambo mapya. Natoa tena mfano mwingine, Timotheo, Paulo jinsi alivyokuwa anamfundisha taratibu, na alikuwa anamwandikia barua, tena yeye ndo ameandikiwa barua nyingi za kumtia moyo mpaka pale alipokuwa baadaye amekaa vizuri. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo hao watoto wanahitaji kulelewa, lakini kujengewa ujasiri na kujieleza. Hao watoto sio kwamba hawezi kuongea. Hao watoto kama nilivyosema mwanzo, ni waongeaji wakiwa na watu wanaowafahamu. Unaweza kukuta yuko nyumbani, yuko kimya, anaweza kaongea kitu mpaka akachekesha. Nimesema hao watu wanataka kufanana na sanguine, lakini hawa ni sanguine wa ndani. Nimesema wana hisia za ndani. Kwa hiyo wao wanapokuwa na watu wa karibu wanaowafahamu, unaweza kashangaa kaongea kitu tu kadogo, lakini akachekesha na yeye asicheke. Kwa hiyo sio kwamba hawawezi kujieleza, na wanajua vitu vingi, wana uwezo mkubwa, lakini wanahitaji tu training na kutiwa moyo na kuongozwa katika namna nzuri ambavyo Mungu anataka wafikie. Kwa hiyo hawa watu wanatakiwa kujengea ujasiri wa kujieleza mbele za watu. Unaanza tu kidogo kidogo, baadaye utamtia moyo, atasimama mbele za watu. Kama ni kanisani atasema mstari, kama ni shule utampa kufanya presentation taratibu na kwa kumtia moyo bila kumhukumu kwamba labda wewe huwezi kuongea kama mwingine, wewe una kigugumizi, wewe una hofu. Unamtia moyo kulingana na nini? Na haiba yake, ili aweze kupata ujasiri. Lakini tumia mazungumzo ya utulivu kumfundisha. Phlegmatic bwana, ukitaka kumpata mtoto phlegmatic, usitumie ukali na nguvu nyingi kama utakavyotumia kwa choleric. Hawa watoto wanahitaji mazungumzo ya utulivu. Unavyomfundisha, hebu kaa naye, mwelekeze, kwa sababu ya ile hali yao ya utulivu. Utakapokuwa unakimbia naye, hawezi kukusikiliza. Kwanza atakuwa anakushangaa, mbona huyu anaongea hivi? Kwa nini anaongea kwa nguvu au sauti kubwa? Kwa nini anaongea sauti kubwa wakati anaweza kuongea sauti ndogo na mimi nikamsikiliza? Kwa hiyo ni vizuri kutumia sauti ya utulivu ili kuweza kumfundisha. Kaa naye sehemu ya utulivu, mwambie, mwelekeze, mwambie mwanangu, kuna 1 2 3 sijapendezwa, nitachukua fimbo nitakuchapa kwa sababu umekosea hili jambo. Kama utamfungulia neno la Mungu linavyosema, yani ukimwambia ukweli, huyu mtoto ukimpa fact atakuelewa. Kama ni mtoto mdogo sana, kuna namna pia ya kumtreat. Atakavyokuendelea kukua, pia utaweza kuzijua hizo tabia zake na kumsaidia, hasa anavyozidi kuendelea kukua na kujitambua. Kwa hiyo pia ni vizuri kuwafundisha kwa utulivu. Lakini pia naweza nikaona hapa kwamba nini tunatakiwa kufanya. Tunatakiwa kuwaombea hizi tabia zote, kwa sababu Mungu ndo amewaumba. Sisi wazazi hatutaweza peke yetu. Saa nyingine tumechoka, tuna stress za maisha. Huwezi kukati umsubirie mtoto ambaye amekosea umfundishe kwa utulivu. Wewe utaamua tu kutumia nguvu zako na hasira zako kulingana na mapambano ya maisha ulionayo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio msingi wa malezi yetu. Yesu Kristo ni msingi wa malezi kwa hao watoto wetu. Hizi haiba kwa sababu zimetoka kwake Yesu, basi Yesu atatusaidia sisi wazazi namna ya kuwafahamu watoto wetu na kuwasaidia kulingana na haiba yake, na hautamlinganisha mtoto wako. Kwa hiyo Mungu kama alivyowaumba na mazingira pia, Mungu atatusaidia kuwaweka mazingira kulingana na haiba zao zilivyo. Kwa hiyo kwa nini tunajifunza hizi hali tabia? Kwa wazazi, kwa walezi au walimu. Kwa nini tunajifunza? Ili uelewe hali tabia ya mtoto ili kumlea kwa usahihi. Ukijua hali tabia ya mtoto itakusaidia wewe kumlea kwa usahihi. Afu pia kwa nini tunajifunza? Usilinganishe watoto. Tunaona hapa tusiwalinganishe watoto. Kila mmoja ana nguvu na udhaifu wake. Kila mtoto ana nguvu na udhaifu wake. Wape, afu nyingine kwa nini tunajifunza? Wape nafasi. Tunatakiwa sisi kama wazazi kuwapa nafasi kulingana na nguvu zao
na msaada wa pale wanapohitaji. Kwa tunajifunza hizi hali tabia ili kuwapa nafasi kulingana na nguvu zao. Ukimjua mtoto wako utampa shughuli au utamsaidia kulingana na nguvu zao walizonazo na kuwasaidia kwa kulingana na mahitaji yao. Lakini pia tunatumia mifano, ni vizuri kutumia mifano ya Biblia kama mwongozo wa mafunzo katika tabia njema. Kwa tunapokuwa tukishawajua watoto aina hii ya phlegmatic kama nilivyosema, sehemu nzuri ya kujifunza ni neno la Mungu. Biblia inatupa mwongozo ya kuwafundisha katika tabia njema. Kwa neno la Mungu ndio mwongozo wa kila kitu katika malezi na kujua hizi haiba za watoto. Na kwa kumalizia, naenda kutoa mfano wa mtoto mmoja ambaye nilishai kumuona. Yeye alikuwa katika kundi la watoto wengi na wakawa wamepewa presentation ya kuwakilisha pale mbele za watu, na kila mtu alipewa kipengele chake cha kuweza kuongelea. Lakini sasa kati ya hilo kundi wamewekwa pale mbele, mtoto mmoja akaweza kuongea presentation ya mtoto mwingine. Yeye kila mtu ana presentation yake, lakini kwa sababu ya uchangamfu wa huyu mtoto mwingine akajikuta anafanya presentation mpaka ya mtoto mwingine. Sasa inakuwaje sasa kwa yule mtoto mwingine ambaye tayari presentation yake imesemwa? Na tukiangalia mtoto ni mtoto wa haiba kama ya nini, ya phlegmatic. Atafanyaje mbele ya kundi la watu? Atasimama aende akamwambia, au atasema pale mbele za watu kwamba umesema presentation yangu, na yule mtoto mwingine alifanya presentation zote ya kwake na ya mwenzie. Kwa sasa huyu mtoto phlegmatic, kwa sababu anapenda amani, alichofanya alitulia tu kimya. Alafu kumbe moyoni mwake anajisemea kwamba nikisema nibadilishe, mwalimu alishatuelekeza, nikisema niongee kitu kingine, mwalimu alishanifundisha kitu fulani, tayari nitakuwa nimemkosea mwalimu. Tayari hapa anaanza kuwaza nitakuwa nimemkosea mwalimu, anatafuta amani. Mwalimu hajanielekeza hivyo. Kwa anaogopa kumkosea mwalimu. Lakini wakati huo anasema tena niko kwenye kundi ambalo sitakiwa kuharibu atmosphere. Watu wote wanatusikiliza. Nifanyaje? Ni bora nionekane mimi sijaongea na nimekosea, siwezi kufanya vizuri, kuliko nikaanza kubisha au kutaka kuongea kitu ambacho sijafundishwa, ama kuenda kumfuata yule, kwa nini umeongea kitu changu. Kwa alichofanya akaamua kukaa kimya, presentation zikaisha, yeye hajaongea chochote. Na ukumbuke mtoto phlegmatic ni mtoto mwenye aibu, na tabia ya watoto hawapendi kuaibika mbele za watu. Kwa yeye, kwa sababu ya ile hali ya kutamani kupenda amani na kutunza atmosphere ya lile eneo, akaamua kukaa kimya hivyo hivyo ili kuwe kuna amani, lakini moyoni aliumia. Baadaye akaja kusema it's okay, kwa sababu nitafanya siku nyingine na nitakuwa kwenye mazingira tofauti. Cha msingi nimetunza amani na sijaleta vurugu kwenye lile eneo. Hapo angekuwepo mtoto mwingine angemfuata, angesema wewe fulani, kwa nini umeongea kitu changu? Lakini yeye hakufanya hivyo. Kwa hiyo watoto wa design hiyo tunao majumbani phlegmatic. Mungu atusaidie tuwalee kulingana na makusudi ambayo Mungu amewaweka ndani yake, ile kusudi kamilifu ambalo Mungu ameweka ndani yake, na tusiwaringanishe. Kama una phlegmatic, hebu mtie moyo na umuombe na umsaidie kuweza kufikia lile kusudi la Mungu kwa unyenyekevu, kwa upole na utulivu ambao Mungu amekuwa ameweka ndani yake. Mungu awabariki sana. Naendelee tena kuwakaribisha kwenye kipindi kingine cha mwendelezo wa hizi hali tabia ambazo tunaenda kuziona kwa watoto. Amen.